Rungwe peoples. Ona kama hapa katikati mko wapi nyinyi? Hebu kunja ngumi wote tuonane. Rungwe peoples. Sasa ndugu zangu, mi bado naamini mvua haitanyesha. Sasa mnisikilize kwa makini. Tuko kwenye ziara, leo ni siku ya pili. Tumeanzia Kyela, jana tulianzia Mbeya. Navozungumza mwenyekiti wetu wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu yuko Sumbawanga, jimbo la Nkasi. Na mimi niko kwenu hapa. Tumekuja kwenu kuzungumza mambo muhimu ya kimsingi yanayokabili nchi yetu kwa sasa. Mambo ya maisha ya watu, mambo ya uchumi wa watu wetu, mambo ya namna serikali ilivyoshindwa kuongoza nchi nzuri na imeipeleka nchi hii kuwa maskini, na mali za nchi yetu zinagawanywa kwa wageni. Wachina wanapora mali za nchi yetu bila huruma. Waarabu wanakabidhiwa bandari. Rasilimali za nchi yetu, viwanja vya ndege vinakabidhiwa kwa Waarabu, left, right and center. Dhahabu zinaondoka, Tanzanite inaondoka. Tumekuja kwenu kwa sababu wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka nchi yetu, ili tutafakari kwa pamoja na tuchukue hatua kwa pamoja ya kurescue nchi yetu. Nataka nianze na mambo mawili. Ukisoma katiba ya chama chetu, hii hapa, sura ya falsafa na itikadi, inasema hivi: falsafa ya Chadema, falsafa ya chama ni kuamini katika nguvu na mamlaka ya umma, the people's power, katika kumiliki, kuendesha, kubuni na kuendeleza maamuzi, mawazo, rasilimali, uchumi na siasa ya nchi yao. Chama chetu kinaamini wananchi ndio mtabuni, kuendeleza, kusimamia na kuendesha uchumi wenu na siasa za nchi yenu. Nyie mnaoongea mnivumilie kidogo tafadhali. Ukisoma ibara ya 3.1.5 inasema hivi: Chadema inaamini kuwa mifumo na miundo ya utawala wa nchi yetu haupo kwa ajili ya kutumikia umma, bali umma ndio unaotumikishwa na serikali hizo zilizopo kwa sasa. Sambamba na hilo, umma wa Tanzania umekuwa hauna mamlaka ya mwisho ya kuhoji maamuzi ya serikali yanayoathiri watu, na hivyo kujikuta hauna mamlaka juu ya rasilimali zao, sheria, utawala na uendeshaji wa nchi. Aidha, katiba ya nchi imekuwa miliki ya serikali kwa kutumia bunge ambalo linatawaliwa na mawazo kongwe ya ukiritimba na enzi za mfumo wa chama kimoja. Sasa haya maneno maana yake nini? Nani miongoni mwenu anaweza kusimama hapa akasema umma wa nchi hii ndio unaoendesha nchi hii? Nani anaweza kusema hivi? Nani anaweza kusimama hapa miongoni mwenu akasema umma wa Tanzania mlioko hapa ndio mnamiliki uchumi wa nchi yetu? Nani anaweza kusimama hapa akasema serikali iliyopo madarakani inawatumikia nyie badala ya kuwatumikisha nyie? Nani anaweza kusema hai? Nani anaweza kusimama hapa akasema mbunge wenu yupo kwa ajili ya kuwatumikia nyie na nyie sio kumtumikia yeye? Nani anaweza kusema hivi? Ukiniuliza mimi, nitakwambia mbunge wako
hakutumikii wewe, bali wewe ndio unamtumikia. Ndio maana unapougua wewe, hospitali unayoweza kwenda kutibiwa ni zahanati isiyokuwa na madawa. Ukijitahidi ukaenda kwenye kituo cha afya kama kipo, ukijitahidi ukafika kwenye hospitali ya Rungwe, ugonjwa ukiambiwa huu hautibiki hapa, uende hata mkoani Mbeya, wengi wanafia hapa wilayani. Uongo kweli? Ukiambiwa nenda Muhimbili, ni kama unaambiwa uende mbinguni. Uongo kweli? Lakini mbunge wako, kwa kodi yako, kwa insurance yako unayompa yeye, akipiga chafya anakwenda kupimwa India. Nasema uongo? Mimi nimekuwa mbunge na yasema na yajua. Nani anaweza kusema huyo mbunge anakutumikia wewe? Nani anaweza kusimama hapa akasema kuna siku amemsikia mbunge wenu amesimama bungeni anazungumza kuhusu maparachichi ya Rungwe? Nani anaweza kusimama akasema hayo? Huyo mbunge anakutumikia wewe? Au mama hapa akasema kuna siku mbunge ameshika shilingi kukwamisha bajeti ya serikali kwa sababu mtoto wako hana ajira? Nani anaweza kusimama? Sasa kwa sababu nchi hii hata hawa polisi wanatumikishwa tu, maisha yao ni mabaya, wanatumikishwa kulinda majambazi, wezi walioko serikalini, wanaamrishwa kulinda wakiwa wanateseka. Sasa sisi tumesema ili serikali irudi mikononi mwenu wananchi, ili mamlaka ya serikali kuwatumikia nyie na sio nyie kuwatumikia serikali irudi mikononi mwenu, lazima tuwe na uchaguzi huru, haki na unaoheshimika. Hapo ndio serikali itarudi mikononi mwa wananchi. Watu wa Rungwe, mnanielewa? Wangapi wanaelewa ninachokizungumza? Nyosha mkono tuone. Ili serikali ikutumikie wewe, silaha ambayo mtawala anaiogopa, silaha pekee mtu wa Rungwe ulionayo ambayo itamfanya mbunge akuogope ni kura yako. Kama kura yako inaweza kuhesabika, inaweza kumuondoa mtu na kumweka mtu mwingine madarakani, mbunge lazima atakupigia magoti. Iko hivi, wakati mimi nikiwa bungeni, nimekwenda bungeni 2015 2020, nilikuwa na mbunge wenu wa hapa anaitwa Sauli. Sijui sasa hivi mbunge wa hapa ni nani? Wote ni wale wale mabubu tu, wapiga meza bungeni. Uongo kweli? Kwa sababu mbunge kazi yako ni kusema bungeni. Ndio maana mlimfahamu Dr. Slaa, ndio maana Heche mnamfahamu, ndio maana mnamfahamu Wakajoka, kwa sababu sisi tulikuwa mashine bungeni. Ndio maana mnamfahamu Lisu. Sasa huyu mbunge wenu si Mwaitona, mpeleke hata Mbeya mjini, hakuna mtu anayemjua. Nasema uongo? Ukimpeleka hapo jimbo la jirani hajulikani, kwa sababu ni wapiga usingizi bungeni. Unaelewana vizuri? Sasa tulipokuwa bungeni, na askari mnisikilize nyie mnaotumikishwa, mnatumiwa vibaya. Mshahara wa mbunge ilikuwa shilingi milioni 12 kila mwezi. Milioni 10 na ngapi? Yaani mshahara mmoja wa mbunge kwa mwezi mmoja ni mwaka mzima askari wetu. Tena pengine miaka miwili, kwa sababu kuna askari wanalipo sio 600,000 sio 7. Sasa kama unalipwa milioni 12 ukizigawa kwa 600,000, miaka miwili mshahara wa askari. Uongo kweli? Au mwalimu unalipwa milioni 12, jimbo allowance milioni 8, mshahara milioni 4, ukichanganya 12. Ukiona mbunge ameingia bungeni asubuhi mpaka jioni, amekaa pale kwenye kiti kama huyu wa kwenu bubu, hasemi asubuhi mpaka jioni, inaingia 420 kipindi kile. Hiyo ni tofauti na mshahara. 420 kila siku.
hiyo ni posho inaitwa sitting allowance na per diem. Yaani mbunge kwa kukaa bungeni analipwa posho ya makalio ya kukaa 420,000. Sasa hivi naambiwa ziko karibia 600,000. Na mshahara umepanda kutoka milioni 12 ni milioni 18. Unapewa hela ya kununua gari. Unapewa insurance ya kutibiwa mpaka nje ya nchi. Sasa kwa mtu anayelipwa namna hiyo, kama mwananchi una uwezo kwa kura yako kumweka na kumuondoa, huyu mtu lazima atakuheshimu wewe, kwa sababu anajua umempa kazi ya maana. Hatataka kuipoteza, hatataka kukuudhi wewe ili usimnyang'anye hiyo kazi. Kwa hiyo atakuheshimu. Sio kama mnanielewa? Wangapi mnaelewa ninachokizungumza? Rais anayelindwa, akikohoa anatibiwa vizuri, analala pazuri, analipwa mshahara mabilioni, akiingia hapo atalipwa mpaka kufa kwake. Kama kura yako inamuweka na kumuondoa, atakuheshimu wewe, kwa sababu anajua umempa kazi nzuri. Ndio maana rais wa Marekani hawezi kuambia wananchi ujinga, hawezi kucheza na maisha ya wananchi, kwa sababu anajua miaka 4 ijayo watanitoa ofisini. Ndio maana rais wa Kenya anakalia kutikavu, anaheshimu wananchi, anajua wananchi miaka 4 ijayo wataniondoa madarakani. Leo mbunge wako akisimama bungeni, jambo la kwanza anasema namshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan. Sio wananchi wa Rungwe. Anamshukuru nani? Anatumia dakika 10 kusifu kiremba cha rais, jinsi rais anavyotembea vizuri, jinsi rais ameleta fedha, dakika 7. Alafu anasema hata hivyo pale Rungwe kuna shida kidogo hivi na hivi. Amemaliza, namshukuru tena rais, anakaa. Kwa nini? Kwa sababu kura yako haimweki madarakani. Ikichimbwa choo hapa Rungwe, wanakuja wanasema tunamshukuru rais kwa kutuchimbia choo. Kwamba rais kutoka Kizimkazi Zanzibar ndio ametuchimbia choo, sio kodi zetu. Ikijengwa darasa, tunamshukuru rais ametujengea darasa, sio wananchi waliolipa kodi. Kwa nini? Kwa sababu wanajua leo kura ya mwananchi haimweki wala kumuondoa madarakani. Wanamsifia yule atakayewapitisha kwenye chama, na yule atakayetuma polisi waibe kura, yule atakayetuma polisi wapige mabomu, yule atakayeagiza walimu waibe kura, ndio wanamsifia, wanaramba viatu vyake ili awarudishe tena kwenye neema ya kulipwa milioni 18. Sasa sisi tumeseteketea. Watu wa Kyela mnanielewa? Watu wa Rungwe mnanielewa? Tumesema tukiendelea namna hii, nchi hii itaangamia. Tumekuja kwenu kuwaomba muungane na sisi, tupiganie katiba na sheria bora, turudishe mamlaka ya kuongoza kwenye mikono ya wananchi, kama inavyosema katiba yetu ibara ya 8 kwamba msingi wa mamlaka na madaraka nchi yetu yatatoka kwa wananchi. Tukishapata hiyo, tutapata viongozi wazuri wanaotuheshimu. Tutarudisha uchumi wetu mikononi mwetu. Tutasababisha watoto wetu waajiriwe. Tutasababisha nchi hii watu wapate maji, watu wapate barabara, wapate matibabu mazuri. Iko hivi, watu wa Mbeya, watu wa Rungwe, mkoa wenu wa Mbeya una kilomita za mraba 62,000. 62,000. Nchi ya Israeli ina kilomita za mraba 44,000. Nchi ya Uholanzi ina kilomita za mraba 48,000. Kwa hiyo mkoa wenu wa Mbeya ni mkubwa kuliko Israeli, ni mkubwa kuliko Uholanzi. Uholanzi ina watu milioni 18. Mbeya kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 ina watu milioni 2.3. Tuna ardhi nzuri,
Nyie wenyewe mnaijua hii Rungwe yenu. Ni kama Kanani tunayohadithiwa kwenye Biblia. Kila zao linakuwa hapa. Nasema uongo? Nyie ni kama kule kwetu Tarime. Na ndio maana nyie ni watu wa misimamo. Ukitoka hapa mpaka unafika Kyela, mchere wa Kyela ni mchere namba 1 nchi hii. Uongo kweli? Mchere bora kabisa. Hapa mnalima parachichi, hapa mnalima viazi, mnalima nyanya, mnalima vitunguu, mnalima mahindi. Kyela wanalima mpunga, wanalima mahindi, wanalima kokoa. Serikali inachohitaji kuwafanyia watu wa Kyela ili wawe matajiri ni kuchukua maji Ziwa Nyasa iwasogezee kwenye mashamba, ni kuwapa trekta na kuwapa mitaji, ni kuwapa mbegu bora, ni kuwapa mbolea. Lakini serikali ya CCM haifanyi hivyo. Mwaka jana peke yake nchi hii tumeagiza mchere kutoka Pakistani wa dola za Kimarekani bilioni 234. Kuliko uwape wakulima wako hizo fedha, wavute maji walete kwenye mashamba, wanunue trekta, wanunue madawa, wanunue mbolea, wapande mpunga, unazitoa hapa, unazipeleka Pakistani kutengeneza ajira. Mchere wa basmati unaletwa Tanzania, wakati watu wa Kyela wanaweza kulima mpunga na wakajenga majumba. Mtu akilima mpunga pale Kyela, akijenga nyumba, akiuza akiwa anajenga nyumba, atamlipa fundi fedha. Fundi akipata fedha, atanunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Mama atapata fedha, atapanda boda, ataagiza bodaboda imletee mboga kutoka shambani. Bodaboda atapata fedha, atanunua mafuta kwenye kituo cha mafuta. Yule ataajiri mlinzi, fedha itazunguka, Watanzania watakuwa na uchumi. CCM inachukua hizo fedha, inapeleka nje kutengeneza ajira. Mchere ni siku 60, siku 30 umeshavuna. Kama watu wana maji, hawatahitaji kusubiri msimu wa mvua ili walime. Watalima, wakivuna, watamwaga maji, watapanda tena, watavuna, watalima tena. Kwa mwaka watalima mara 3 au mara 4 mpunga, na watakuwa na uchumi. Serikali yenu inatoa hizo fedha, inapeleka nje ya nchi. Hii ni serikali ambayo kwa ripoti za BOT imeagiza mayai ya kuku, nyama za kuku kutoka Marekani kwa dola milioni 24.3, bilioni 68. Vijana wa Kyela, hizo fedha ukizigawa kwenye kila mkoa utapata bilioni 2.5. Ukizigawa kwenye kila wilaya, vijana watapata fedha, watajenga mabanda, mayai yatapatikana hapa Tanzania. Zinatolewa, zinakwenda kuagizwa nje. Serikali hii ambayo inaongoza nchi iliyojaliwa kila kitu, imetumia dola za Kimarekani bilioni 1.2 kuagiza chuma kutoka nje. Hizo ni trilioni 3 kwa fedha za Kitanzania. Bajeti yetu ni bilioni 42. Maana yake ni zaidi ya 9% ya bajeti ya nchi yetu imetumika kuagiza chuma, wakati tuna chuma pale Rudewa, Mchuchuma na Liganga ambacho tungetengeneza tununue chuma ndani ya nchi. Tungempa mtu anayejenga SGR pesa za kujenga SGR kwa mkono huu tunamwambia chuma nunua hapa kwetu. Tunampa kwa mkono wa kulia, fedha zinarudi kwa mkono wa kushoto ndani, zinakuja kuajiri vijana wetu. Tungeenda kumpa Arab contractors kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, tunamwambia nondo zote lazima zinunue Tanzania, lazima chuma cha Tanzania kitumike. Ukishuka kwenye airport ya Afrika Kusini, wameandika bango kubwa pale, wanakuambia buy local to create job. Nunua ndani
vitu vya ndani kutengeneza ajira. Sisi fedha zetu tunazolipa kodi zinatolewa kwenda Ulaya kwenda kutengeneza ajira. Migodi yetu inachimbwa na Wachina. Watu wetu ambacho hawana ni ujuzi na vifaa vya kuchimba madini. Leo nilikuwa naangalia, tuko na Masaga pale, bei ya gramu moja ya dhahabu ni 255,000 kwa siku ya leo. Ukiwapa vijana wa Chunya, vijana wa Kyela mtaji na bidhaa za kuchimba dhahabu, watachimba dhahabu zile, watatajirika, watanunua magari, watajenga nyumba, uchumi utatembea hapa. Leo mmejihangaikia, mmetengeneza kilimo cha parachichi, serikali haijaleta hata watafiti. Nilikuwa naangalia bei ya parachichi ya Hass leo na Fro kwenye soko la dunia ni dola 3.4. Ukizikonverti, dola moja ni shilingi 2,600 za Tanzania. Dola 3 ni sawa na 8,640. Leo ndio soko ya dunia parachichi inavyonunuliwa. Na vile viparachichi mimi nalima pale Makongomi Mafinga, 4 tu ndio kilo moja. Uongo kweli? 4 ndio kilo moja. Nasema uongo? 4 au 3 kutegemea na ukubwa wa parachichi. Leo kilo moja kwenye soko la dunia ni shilingi 8,000. Wasira amekuja hapa anaitangazia dunia, kwa sababu kauli ya kiongozi wa chama kinachoongoza ina implication kubwa. Anawaambia dunia kwamba msinunue maparachichi ya Rungwe kwa sababu yana fungus. Hawa ndio watu ambao wanaongoza nchi hii. Nataka hii kauli imfikie Hussein Bashe. Nataka kesho awaambie Watanzania kauli aliyosema mwenyekiti wake kama ni ya kweli, kwamba maparachichi ya Rungwe yana fungus. Na kama maparachichi ya Rungwe yana fungus, kwa nini serikali haijaleta madawa kuhakikisha inaondoa hiyo fungus ili wananchi wapate mazao yao yapate bei inayotakiwa? Leo naambiwa kilo 100 ya parachichi ndi inauzwa shilingi ngapi? 8,000, 10,000. Hata ukienda Dar es Salaam tu parachichi moja ni shilingi 2,000. Kamoja kale. Uongo kweli? 2,000, 3,000. Tunataka hawa watu wawajibike. Na ndugu zangu, hii nchi inagawanywa tu. Leo mmesikia leri ya Tazara imekabidhiwa kwa Mchina miaka 20 na ngapi? 27. Si mmesikia? Bandari walipewa watu wa DP World wa Arabu, si ndio? Nchi ya Dubai inayopewa bandari yetu mwaka 61 ilikuwa na watu 70,000 peke yake. Yaani 1, 2, 3, 4, 70,000. Nyie watu wa Rungwe mko zaidi ya 300,000. Yaani nyie ni wengi kuliko Dubai ilivyokuwa mwaka 70. Walikuwa watu 70,000. Leo wako 3,000,000. Pipa la kwanza la mafuta Dubai wamezindua mwaka 69. Leo Dubai yenye watu 3,000,000 ndio inapewa bandari za Tanzania kuziendesha, kwamba sisi watu 63,000,000 wote tunaozaliwa ni viazi, hatuwezi kuendesha bandari alizotupa Mungu. Kwa hiyo Mwarabu ambao wako 3,000,000 ndio wana akili. Hivi mnanielewa nyie? Mnacheka nini kwenye mambo kama haya? Alafu polisi wetu wanalinda watu kama hao madarakani. Hao ni majambazi, hawapaswi kupewa heshima. Unachukua bandari kwenye nchi ya watu 63, unaikabidhi kwa watu 3,000,000. Bandari ndio mlango wa kila kitu kinachoingia nchi hii. Hata silaha tununua kutoka nje kuja kutulinda hapa, vifaru vinapita kwenye bandari. Leo tukinunua silaha, Mwarabu yuko pale, najua tumenunua bunduki 10, tumenunua 20, tumenunua 30. Uchi. Bandari yamekabidhiwa Mwarabu. Hata kiwanja cha ndege cha Kia amekabidhiwa Muomani kukiendesha. Omani.
Uwanja wa ndege wa KIA aliujenga Mwalimu Nyerere. Kila ndege ikileta mzungu pale, ikitua tu kuna shilingi $55 anakatwa kwa kutumia uwanja wetu wa ndege. Akiwa anaondoka inakatwa $55, zaidi ya shilingi 300 kwa abiria mmoja. Kile kiwanja kinapitisha 1.5 kwa mwaka. Piga mara 300. Hata hizo kukaa pale tukakusanya hatuwezi, tunampa Muomani atukusanyia akajenge nchi yao. Ndio maana tumesema watu wa aina hii wanaogawa uchumi wetu kwa wageni, wanaacha watoto wetu wakiwa maskini, watu ambao wanatufundisha elimu ya hovyo madarakani, mashuleni, lazima tuwaondoe kwenye madaraka. Na hatutaki kuwaondoa kwa mtutu wa bunduki, tunataka kuwaondoa kwa kura. Ndio maana jambo la kwanza ni kuhakikisha kura zetu zinahesabika. Tumekwenda kwenye chaguzi 3 mfululizo. Tumejihakikishia kwamba leo kura haiwezi kuhesabika tena. Uongo kweli? Sasa tunataka tuwalazimishe kuhesabu kura. Tunataka mabadiliko ya kimsingi kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tunataka mabadiliko ya kimsingi kwenye katiba ili tushiriki kwenye uchaguzi huru na haki. Sema wana nguvu, si wamesema wanachama wengi kuliko sisi. Tuweke uchaguzi huru na haki, polisi wawe referee, mpira uchezwe pale. Sisi na CCM. Hatutakubali tena udanganyifu wa kijinga. Na hatusemi kwamba tutasusia uchaguzi. OCD, sikiliza vizuri. Tunachosema uchaguzi hautafanyika nchi. Na tumejitolea. Mimi na Tundu Lissu tunachoomba kwenu mtuunge mkono. Tunachoomba Rungwe mtuunge mkono. Wangapi mko tayari kutunga mkono katika hilo? Hautafanyika uchaguzi hapa. Tunataka mabadiliko. Sisi sio wajinga. Sheria imepitishwa, tunaambiwa imeletwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndivyo wanavyotuambia. Wakati ikiwa tume ya uchaguzi, aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anaitwa Jaji Mwambegele. Leo imebadilishwa kuwa Tume Huru ya Uchaguzi, mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi Jaji Mwambegele. Hivi hao watu wanatuonaje sisi? Wanatuona kama sisi hatuna akili, sio? Kwa sababu polisi wanawalinda. Wanatuona kama sisi hamnazo. Ndio maana kwa ujinga huu, katibu mwenezi wa CCM jana anasema kwamba Chadema inaenda kununua virusi vya Ebola na Mpox ije kuwasambazia Watanzania. Dunia hii, kauli ya aina hiyo ni hatari kwa uchumi wa nchi yetu. Kwa sababu unaposema hivyo, unawaambia watu wasije Tanzania kwa sababu Tanzania kuna Ebola. Unawaambia watalii wasikanyage nchi hii. Unawaambia watu kuwekeza Tanzania wasije kwa sababu kuna virusi vya Mpox. Kwa nini mpaka sasa jeshi la polisi halijamchukulia hatua Makara? Hiyo kauli ingetolewa na Dr. Slaa John Heche, sasa hivi tungekuwa ndani. OCD kilichosababisha wa Afrika Kusini wakaunda Emokonto ya Sizwe ni kuonewa na makaburu waliokuwa wanatumia polisi. Binadamu ukimwonea kwa kiwango ambacho hawezi kuvumilia, atachukua hatua. Msitufikishe kwenye kona hiyo. Tunaipenda nchi hii na tunawapenda nyie. Ndio maana tunawasemea mara mizuri. Ndio maana tunataka hata nyie muishi vizuri, mjenge, msomeshe watoto wenu kwenye shule nzuri. Ndio maana tunawasemea kuhusu kikokotoo. We love this country so much. Hatupendi kuonewa. Makara anasema tunanunua virusi, biological attacks. Hivyo virusi vinauzwa wapi? Kwenye duka gani? Vinauzwa shilingi ngapi? Tutavipitisha kwenye mpaka upi?
kwa sababu mipaka yetu yote inalindwa na vyombo vya dola. Hii ni kuandamaini vyombo vya dola, kuandamaini TIS. Ukienda kwenye viwanja vya ndege kuna vyombo vya dola, kuna TIS, kuna usalama wa taifa, kuna jeshi. Hivyo virusi tutavipitisha wapi? Ina maana Makala anasema vyombo vya ulinzi wa usalama wa nchi hii haviaminiki. Mtu anaweza kupitisha kitu cha hatari akaleta ndani ya nchi vikiwepo. Tutaaminije sukari zinazotoka nje kama ziko salama? Ngano zinazotoka nje kama ziko salama? Mchele unaotoka nje kama uko salama? Kama Makala anasema tunaweza kupitisha mpox kwenye mipaka yetu na tukaingiza, tutaaminije hayo mambo? Kwa nini asiseme hivyo virusi vinauzwa wapi? Tuambie WHO wakaangamize hivyo virusi kabla havijaingia nchini. Na hivyo virusi ambavyo tunaweza kuvileta tukavielekeza kwamba yule ni Chadema usimdhuru, mzuru huyu ni CCM. Hivyo virusi viko nchi gani? Kwa nini hawa watu wa namna hii wanaongoza nchi? Kwa nini tunaruhusu watu wanaodharau wananchi na nchi yetu? Ndio maana anakuja hapa mzee wa miaka 82 amechoka, ambaye Wasira tukimfungia kwenye spika humo anasinzia pamoja na kelele za spika hii. Anakuja hapa ameshiba, amekuwa waziri, mimi sijaliwa. Wasira hajui matatizo ya mtu ambaye hana nyumba, jui watu wanavyokosa madawa hospitali. Anakuja hapa ameshiba, anakuja kusema maparachichi ya Rungwe yana fungus. Sasa kama fungus, kwa nini serikali yako haijaleta madawa hapa kuyatibu? Mashamba ya chai haya mashamba ya chai, mashamba ya chai haya yalikuwa yanatumika kuajiri watu wa Rungwe. Uongo kweli? Leo wamekabidhi kwa watu kwa rushwa. Uchumi wa Rungwe umeondoka. Nani anakuambia chai haina soko duniani? Nani anaweza kukuambia hivyo? Lini tumeacha kunywa chai nchi hii? Si kila siku tunakunywa chai? Chai yetu ya Rungwe hainunuliwi, lakini chai inatolewa Kericho, Kenya, imejaa kwenye madawa, kwenye shelf za nchi hii. Kama chai yetu ingekuwa na viwanda vya kuichakata hapa, leo ajira zingekuwa Rungwe za kutosha. Ndugu zangu, hatutakubali nchi hii igeuzwe kuwa nchi ya kikundi cha watu wachache. Hatutakubali. Haiwezekani leo nchi pekee yenye Tanzanite duniani, lakini nchi inayouza Tanzanite kuliko zote ni India. Watoto wenu wanapelekwa shuleni, Tanzania na miguu mingapi? Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kukata Tanzanite yenu. Leo Tanzanite imeajiri watu milioni 6 kwa sababu ya viongozi wa hovyo walioko madarakani. Hii Rungwe inapaswa kuwa sehemu ambayo imeendelea sana. Nimepita hapa nimekuwa surprised kwamba Rungwe Cooperative Union, mnaojua ni ya mwaka gani? Kabla ya uhuru. Uongo kweli? Hapa wameishi wazungu. Nimeona nyumba nyingi zinaonekana ni nyumba wameishi Wajerumani hapa. Haya ni maeneo ambayo yana utajiri wa kutisha, lakini watu wetu hawanufaiki na hivyo vitu. Unakwenda unakuta tomato sauce ya American Garden ketchup ndio iko kwenye meza pale. Unajengaje uchumi wa watu wako? Unaajiri vipi watu wako kama fedha zinatoka humu zinakwenda kununua tomato Marekani? Tunashindwa kuweka kiwanda cha kuchakata tomato na kupaki kwenye maboksi ili kitengeneze ajira hapa. Nyanya zimejaa Rungwe, kila msimu zinaoza.
tunashindwa kutengeneza kiwanda kama hicho. Tunanunua American ketchup kutoka Marekani. Tunanunua toothpick kwenye meza zimeandikwa made in China, ambazo ukiwapa vijana milioni 200 watakata magogo, watachonga vijiti, wataviweka kwenye boksi, watauza hapo, wataajiri watu, watajenga nyumba. Unatengenezaje uchumi kwa watu waliochoka namna hiyo? Kufika matairi yetu ya General Tires, Yuasa, zilikuwa zinatengenezwa hapa. Betri za simu za National, zile za tochi, zilikuwa zinatumika za Tanzania. Leo hata betri ya tochi inatoka China. Na betri ya National, hata ile ya kijani, ndio ilikuwa inaheshimika kwa sababu inadumu muda mrefu. Nasema uongo wale wazee wa siku nyingi? Hivyo ndivyo unavyotengeneza ajira na uchumi. Leo tunaagiza bodaboda, zimejaa everywhere, lakini tairi ya bodaboda inaagizwa kutoka China. Hatuwezi kutengeneza hata tairi ya bodaboda. Unatengenezaje uchumi kama unachukua fedha za mlipa kodi wa Rungwe anayenunua tairi ya bodaboda? Kijana wa Rungwe kama huyu unaipeleka kutengeneza ajira Guangzhou, China, badala ya kutengeneza kiwanda hapa kiajiri vijana wa Kitanzania, walipe kodi serikalini, serikali ipate hela zaidi, iongeze askari zaidi, iongeze mishahara ya walimu, iongeze walimu zaidi. Fedha yote inapelekwa China. Hatuwezi kutengeneza hata betri ambazo tulikuwa tunatengeneza. Hii nchi ya aina gani hii chini ya viongozi hao? Nani anatakiwa kuheshimu watu namna hiyo? Nani anaweza kusimama hapa akapingana na mimi kwamba hizi hoja nazozungumza sio hoja za msingi na haziwezekani? Tumekuja kwenu kuwaomba. Tuna uwezo na tuna fikra za kubadilisha nchi hii. Tuungeni mkono tubadilishe nchi hii. Tuungeni mkono kwenye no reforms, no election. Tukipata tume huru ya uchaguzi, twende kwenye uchaguzi huru ambao utatupa viongozi wanaotuogopa, wanaotuheshimu, watakaojenga uchumi wetu, watakaorudisha madini yetu kwenye mikono yetu, ili uchumi umilikiwe na Watanzania. Mungu awabariki sana Rungwe. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwenyekiti wa vijana walikuruka kwa sababu waliona mvua inakuja, lakini lazima mwenyekiti wa vijana wa taifa azungumze. Njoo Deogratias Mahinyira. Msikilize mashine hii, kijana wa Chadema. Miaka kadhaa iliyopita nilikuwa mwenyekiti wa vijana wakati katibu mkuu wetu akiwa Dr. Slaa. Huyu ni wakili wa mahakama kuu ya Tanzania. Kakijana kadogo, akili nyingi. Lakini sisi ya mzee kama Wasira, akili. Mmenielewa hapo? Sasa haka kakijana, umbo dogo, uzito wa hoja tani 500. Msikilizeni mwenyekiti wetu wa vijana wasalimie, alafu yeye mwenyewe atafunga mkutano kwa heshima niliyompa. Mungu awabariki sana. Lakini kabla sijamalizia, naomba ile nani, tunahitaji kujenga chama hiki. Na ili kichama kisiwe mikononi mwa babepali, lazima kiwe chama cha wananchi. Lazima nyie ndio mkiendeshe, ili kiwapiganie na kiwafanyie kazi. Tunazunguka nchi nzima. Tunahitaji mafuta, tunahitaji magari, tunahitaji vyombo vya mikutano. Kuwa sehemu ya mabadiliko ya nchi hii kwa kuchangia kile ulicho nacho. Shilingi 500, shilingi 1000, shilingi 200, kwa kile unachoweza. Tumebuni mfumo huu hapa, mtapewa vipeperushi, unaitwa tone tone. Utaweka fedha unayoweza, kama shilingi 1000 kwa mwezi au kwa wiki. Kile ikifika wiki itakukata kile kiasi ulicho ahidi mwenyewe. Nani miongoni mwenu anasema akitoa shilingi 5000 kwa mwezi kwa ajili ya Chadema atafilisika? Tumuone hapa. Nani atafilisika kwa sababu ya shilingi 5000? Nani anasema ana uwezo wa kuchangia shilingi 5000 au 2000 au 1000 ili kazi ya ukombozi iende nchi nzima? Nyosha mkono tuone. Wagawieni vipeperushi wote, vinajielekeza, na mfate utaratibu huu katika kujiunga na tone tone, ili tupate fedha za kuendesha chama chetu. Na Mungu awabariki sana. Mwenyekiti wa vijana, zungumza na wananchi.